Msajili wa hazina. Leo tuko hapa kwa jambo moja tu ambalo meza kuu ina viongozi mbalimbali hapa, lakini mimi kama msajili wa hazina nimekuja katika kikao hichi rasmi cha kutambulisha jukwaa letu, jukwaa ambalo linakwenda kukutana kuanzia tarehe 23 mpaka 25. Jukwaa hili litakuwa kwa mara hii ni mara ya pili kufanyika Zanzibar, lakini mara hii lipo tofauti na mwaka jana. Mara hii tuna wenye viti wa taasisi za umma pamoja na wakuu wa taasisi za umma. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, leo tumekutana hapa na wahariri wa habari kuelezana ile itakayoendelea kuanzia 25, lakini pia kuzindua rasmi kwamba mgeni rasmi wa jambo letu hili atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, kwenye jambo ambalo litakuwa lina maudhui ya kuwakutanisha wakuu wa taasisi za umma pamoja na vitu wa bodi. Kwa ndugu waandishi wa habari, mimi msajili wa hazina nachukua fursa hii kukutaarifuni ili kuhabarisha umma rasmi kwamba Jumamosi hii itazinduliwa jukwaa hili na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Kwa hiyo na nyinyi mchukue fursa hii kutangaza kwa umma kuendelea, lakini pia mjue kwamba jambo hili linakuwa lina kauli mbiu, na kauli mbiu hii itaelezewa na wenzangu hapa, lakini hadhara hii pia ifahamu kwamba majukwaa kama haya yanakuwa tija kwa taasisi za umma pamoja na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo mimi kama msajili wa hazina naweza kusema kwamba sisi tuko tayari kwa jukwaa hili, lakini pia leo mbele yetu hapa tunao wadhamini. Lakini wadhamini hawa walikuwa mbele yetu hapa ni wadhamini wakuu wa jukwaa hili, japo kuna wadhamini wengine ambao wamedhamini jukwaa hili, lakini mbele yetu ni kwa niaba ya wadhamini wengine ambao ni wadhamini wakuu. Kwa mimi nashukuru sana na kuombeni kwamba tarehe 23 tujulike pamoja. Kauli mbiu yetu ya mwaka huu inasema uharakishaji wa ukuaji endelevu katika mabadiliko ya uongozi na ushirikiano wa kimkakati. Kauli mbiu yetu ina vitu vikubwa vitatu. Kwanza, kuweza kuharakisha ukuaji. Tunamsikia Mheshimiwa Rais kila siku anafanya jitihada za ziada kuhakikisha kwamba Zanzibar tunapiga hatua ya mbele. Lakini pia katika masuala ya mabadiliko ya uongozi sasa hivi uko wa kitofauti. Kwa hiyo kama kiongozi unatakiwa uwe kiongozi ambaye ni mwenye ubunifu, lakini pia mabadiliko. Lakini pia ushirikiano ni kwa sababu sisi ofisi ya msajili wa hazina tunaleta karibu au tunaleta pamoja wenye viti wa bodi pamoja na wakuu wa taasisi kwa lengo kubwa la kuweza kujenga ushirikiano au kuimarisha ushirikiano baina yao. Na hili lengo ukilipeleka mbali zaidi ni kuhakikisha kwamba huduma zetu bora zinawafikia wananchi, kwa sababu kama kutakuwa na usimamizi ambao sio sahihi, bodi kazi yake kubwa ni kusimamia taasisi yetu. Kwa hiyo kama usimamizi utakuwa sio mzuri, manake unaweza ukasababisha kwamba taasisi yetu zisilete huduma nzuri. Lakini pia mkuu wa taasisi asipokuwa mtendaji mzuri, yeye pia anaweza kuzorotesha zoezi letu hili la kufanya nini? La kuweza kuharakisha ukuaji wetu. Sisi UTT AMIS kama kuwa wadhamini wakuu katika function yetu hii hapa. Sisi UTT AMIS ni taasisi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Wizara ya Fedha. Lengo letu ni kufanya uwekezaji wa pamoja wa rasilimali fedha, kwa maana UTT kama manager uwekezaji na nyinyi wananchi kama wawekezaji wetu tunawekeza kwa pamoja. Lengo ni katika kama slogan yetu inavyosema ni kushirikiana katika mikakati ya kuleta maendeleo katika nchi yetu, hasa visiwani Zanzibar. Kwa hiyo UTT AMIS ipo kimkakati kusaidia wananchi kuweza kuelewa swala zima la namna ya kuwekeza rasilimali fedha, kwa maana ya kwamba wananchi wanakuwa na fedha lakini hawaelewi namna gani ya kuweza kuiwekeza hii fedha ili iweze kuwasaidia baadaye kiuchumi na kijamii pia. Kwa hiyo UTT AMIS kama wadhamini wakuu tumeshiriki katika hii forum ili kuweza kutoa elimu ya uwekezaji kwa jamii. Jamii iweze kuelewa namna gani unaweza kuwekeza fedha zako na zikaweza kukusaidia baadaye katika kutatua masuala yako ya kiuchumi, ya kijamii na mambo mengine tofauti.
na zaidi sisi tunawekeza katika masoko ya fedha na mtaji, kwa maana tunawekeza katika soko la hisa la Dar es Salaam, hati fungani za serikali pamoja na amana za mabenki.